Karibu sana. And, Asante. I think hatutapiga kona huku na kule. Tutaenda moja kwa moja. Piga kwenye mshono. Juzi tumekuona ukiwa umetunukiwa nafasi adimu zaidi pale Ikulu na kuweza kuzungumza kwenye mkutano ule ambao mlipata mwaliko kutoka kwa Rais Daktari William Samoei Ruto pale. Lakini swali ambalo watu wanajiuliza, Sheikh Abu Katana alitoka Ikulu na nini? Hapo sasa. Ulitoka Ikulu na nini? Naam. Ni swali? Bila shaka. Tufurahi kwa uwalisha ambao kwamba tulialikwa ya kuelekea Ikulu. Na kama tunavyojua Ikulu ni taasisi ya serikali. Ni kama unieleze kesho una appointment kwa afisi ya governor ama ya MP ama ya area MCA wako, something like that. Ni jambo ambalo kwamba linachukuliwa labda kwa upeo wa hali ya juu, kwa sababu ndiye taasisi ya hali ya juu ya kiupeo katika taifa. Kwa hivyo inabeba matumaini makubwa na mtizamo tofauti, lakini itabakia kuwa Ikulu ni taasisi katika taasisi za kiserikali. Na mtu yoyote anaweza alikuwa, haimaanishi yule ambaye kwamba anaelekea katika taasisi za kiserikali basi ni mtu aina fulani. La, na sisi kama viongozi bila shaka tuna nafasi kubwa kwa jamii, tuna nafasi kubwa kwa taifa letu. Ipo haja tunapohitajika kwa taasisi kama hiyo ya kiserikali tuwe ni wenye kuitikia mwito. Ama umetaka kujua wito, nafikiri kuna mwito na wito, tutajadili ambao uliongea mbele ya rais. Naam. Sawa, mlizungumza, lakini baada ya kutoka, naam, ulitoka na nini? Wajua ni kikualika ama ukinialika, wakati wa mazungumzo yale maji utakaonipa nikanywa ama ile chai ukanipa nikanywa, isiwe ndo agenda ya mimi kukutembelea ama wewe kunitembelea. Kuna zaidi ya maji, kuna zaidi ya chai. Kwa hivyo ile chai ni muhimu, lakini kuna muhimu zaidi. Wajua bila shaka. Kila kuna vitu unapindisha. Naam. Ulipewa chai. Rais wetu ni mkarimu, kwa hilo twajua, na watu walikuwa mashekhe wamesafiri, wametoka sehemu za mbali na waliwahi kuswali pale swala ya alfajiri ambapo kwamba ni mara ya kwanza katika Ikulu yetu kuswaliwa swala ya alfajiri. Haijatokea hapo. Kwa hivyo bila shaka lazima watakaribishwa na kiamsha kinywa baada ya kuwa wamesafiri usiku kucha. Kisha baada ya breakfast, naweza tumia lugha kama hiyo, mazungumzo yakaanza baina viongozi wa kidini na rais. Naam. Kwa hivyo baadaye mkatoka vizuri. Nafikiri cha muhimu ni yale yaliyojadiliwa. Aje tuachie hapo. Tusije cha muhimu ni tumishi wa Mungu mpaka kukutane pale. Okay, but anyway, naam. Kwa mara ya kwanza nikaona viongozi wa kidini, kwa sababu niliona sheikh kutoka kule maeneo ya Kwale. Naam. Nikaona masheikh kutoka maeneo mbalimbali ambao I think ni mara ya kwanza. Naam. Kwa sababu tumekuwa tukizoea rais akifanya mkutano kama huu, hatujaiona idadi kubwa kama ile ambayo tuliona juzi. Naam. What was the criteria ya kuwachagua wale ambao wanaenda kule? Ziara hii ya Ikulu ambapo kwamba ilifanyika hivi majuzi tarehe 5 Agosti mwaka huu wa 2026 ni ziara ya kihistoria na ni ziara ya kipekee. Haijawahi tokea hapo. Kwa nini tunasema hivyo? Alifikiwa imam ambaye kwamba anatoka kitongojini, anaitoka sehemu ambapo kwamba hakutarajiwa kuwa atafika Ikulu, na idadi ilikuwa ni zaidi ya maimam 9,000
ambao kwamba walikuja Ikulu na sisi tulikuwa katika ile secretary team ya kuandaa na kuwasiliana na maimam katika region zote 8 ama county zote 47. Tuli make sure kila county imepata haki, kila region imepata haki. Ndio maana ukaona wengi ilikuwa ni mara ya kwanza kutembelea Ikulu. Tuweza sema njia iliyotumika, system iliyotumika ya kualika mashehe kwenye Ikulu ni tofauti na ile ambayo kwamba ilizoeleka miaka mingi. Haikutumika njia ya wanasiasa labda walete viongozi wa kidini, wala haikutumika organizations ambazo kwamba Muslim organizations ambazo kwamba zilikuwa zimezoeleka kabisa, hazikutumika. Bali sisi ndio tulichukua nafasi ya kualika kwa sababu tunataka inclusivity, hatukubakisha yeyote nyuma. Ndio maana ukaona idadi ambayo kwamba ilihudhuria na sura ambazo kwamba zilikuja, na hata wale ambao kwamba walizungumza kwa niaba ya maeneo wanaotoka na regions wanazotoka, ni sura ambazo kwamba ni tofauti kabisa. Naam. Malengo, tuzungumzie malengo kwa sababu watu wamezungumza bila shaka pale, wanasema kwamba bwana, huu mkutano ambao umefanyika pale ni mkutano wa kisiasa, kwa sababu tumeona misururu ya mikutano pale. Rais amekutana na wanabodaboda, amekutana juzi na wazee wa nyumba kumi na wengine bila shaka mambo kama hayo, wamekutana na machifu juzi. Alafu na nyinyi pia mkafuata pale. So wengi wanahisi ya kwamba hii mikutano ambayo inafanyika ni mikutano ya kisiasa na ni strategy pengine ya Rais William Ruto kujipanga ili apate kura huku mashinani na hata kupitia nyinyi viongozi wa kidini. Lengo kuu la mkutano huo ulikuwa ni upi? Mwanzo mtu hakatai wito. Umefahamu? Unaitwa kisha unasikia kile ambacho kwamba umeitiwa. Kama viongozi wa kidini tuna part kubwa ambapo kwamba tunacheza na jamii na tuna umma ama tuna watu jamii ambao kwamba iko nyuma ya migongo yetu. Si makosa viongozi wa kidini kutembea kwa taasisi kama hiyo ya kiserikali ya ngazi ya juu, Ikulu, na kupeleka mapendekezo ya jamii ambayo kwamba tunawaongoza nyuma yetu. Katika mazungumzo ambayo kwamba jumla tuliowahi kuyazungumzia, kuna upande ambao kwamba alizungumza upande wa rais yeye mwenyewe, yapi ambao kwamba amefanyia jamii ya Waislamu. Na upande wetu pia tukazungumza yapi ambao kwamba tunahitajia uzidi kutufanyia kama jamii ya Kiislamu. And I think hayo ndio msikilizaji angependa kusikia. Mwanzo kuhusu mambo ambayo kwamba sisi kama viongozi tuliweza kutaja. Ile program tuliweka kwa kila region mzungumzaji mmoja awe ni mwenye kuwakilisha region anayotoka, kwa sababu matatizo ya Waislamu wa Pwani si sawa na matatizo ya Waislamu wanaotoka sehemu za Eastern. Si sawa na matatizo ya Waislamu wanaotoka North Eastern, na ama wenye wanatoka Rift Valley, ama wenye wanatoka Central ama Nyanza ama Western. Tumetofautiana kimatatizo na changamoto ambazo kwamba tunapitia kama Waislamu katika taifa letu. Kwa hivyo tuliweza kuchagua kwa kila region, kila jimbo mzungumzaji ambaye kwamba atawakilisha matatizo ambayo kwamba yanapatikana kwenye region anayotoka, na kila mmoja alicheza pati yake, kila mmoja alijaribu kuzungumzia, na kuna yale matatizo ambayo kwamba tunakutana sote kama Waislamu kwa matatizo aina fulani. Pia tuliweza kuyaweka katika meza ya kitaifa mbele ya rais, mbali na yale matatizo ya kieneo. Mfano viongozi waliotoka sehemu za magharibi
walitaja mwa Kenya, Western Region, walitaja ipo haja kuna sema ambapo kwamba ilikuwa imekusudiwa itengezwe college ya kutoa mafunzo ya walimu wa kidini, ambapo kwamba inaonekana ikienda kwa speed ambapo kwamba hairidhishi. Kwa hivyo rais, tuangalie jambo kama hili, na tukiconsider katika taifa letu tuna uhaba ya walimu wa kidini. Mbali na taasisi ambazo kwamba zinahesabika kama sehemu za Mikindani, kuna taasisi ya Kiislamu ama kutoa mafundisho ya walimu wa kidini, na sehemu za Mount Kenya ama Central, wakazungumza jumla ya matatizo ambayo kwamba walikuwa nayo. Kuna titles deeds ambazo kwamba zinawapatia shida misikiti ya jamii ya Waislamu. I think napenda vile unavyotiririka, lakini kwa faida ya mpwani, ndio yule Muislamu wa pwani bila shaka anajiuliza, mimi niliwakilishwa na Sheikh Abu Qatada. Ndio huyu Sheikh Abu Qatada alimwambia Rais William Ruto nini kuhusu huyu Muislamu wa? Karibu tena Sheikh, na kabla tuende madukani, Bishop alikuwa amekuuliza swali pale, huyu pwani, huyu Muislamu wa hapa pwani, hasa Mombasa tunazungumzia, ndio ulimwakilisha, lakini je, ulimwakilisha nini? Ulimwambia nini rais ambacho kinamfaidi na kinamfaa? Katika nafasi ambayo kwamba niliwahi kuizungumza mbele ya rais, kuna mambo matatu ambayo kwamba nilitumia dakika 5 kuyazungumzia. Jambo la kwanza, nilikuja na picha ya kitaifa. Mazungumzo yangu yalikuwa ni kwa mtizamo wa kitaifa. Tukasema kuhusu hawa maimamu, ili tuzidi kuwashughulisha waweze kufaidi jamii, waweze kusaidia taifa letu. Katika mahospitali yetu tuna wagonjwa ambao kwamba wagonjwa hawakosekani, watatoka hawa wataingia hawa, watatoka hawa wataingia hawa. Kwa hivyo ipo haja mtu akiwa katika hali ya ugonjwa, mbali na matibabu ambayo kwamba anayapokea, pia anahitajia mazungumzo ya kiimani, anahitajia kukumbushwa mambo ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu mtu hafai kuketi mbali na mahubiri ama maneno ya Mwenyezi Mungu. Tukamwomba rais, hawa viongozi ambao kwamba wanatoka kila kona ya taifa yetu, kila pembe ya taifa yetu, aweze kuwafungulia nafasi katika serikali, wapate ile kitu inaitwa full time chaplain, ambao kwamba watakuwa wanatembelea hospitali referral na hizi hospitali kubwa kubwa, kuwaombea na kuwazungumzisha wale wagonjwa ambao kwamba wako hospitalini. Bila shaka itakuwa ni hatua kubwa ambao kwamba itazidi kuwapatia wananchi wa taifa hii imani na Mola wao. Hilo ni jambo la kwanza ambalo kwamba nilizungumza kwa taswira ya kitaifa. Pia katika jumla ambayo kwamba niliwahi kuzungumza kwa on behalf ya hawa viongozi wa kidini, tukaomba rais kuwa hawa maimam na maustadhi wanacheza role kubwa sana kwa jamii, na mbali na kuwa wanahubiri misikitini siku za Ijumaa, wanatoa mawaidha mbalimbali kama vile kwa maredio hivi, pia wana role kubwa sana kwa taifa letu, na tusisahau ni walipa ushuru vile vile maadamu wanaishi katika taifa letu. Na Muislamu hakuna jambo kubwa ambalo kwamba utamtengezea safari ya kwenda katika ardhi ama sehemu ambayo kwamba kwenye imani yake anajua hii sehemu ni takatifu. Na sisi kama jamii ya Kiislamu, sehemu kama hiyo bila shaka ni Mecca, sehemu ambayo kwamba ibada zetu zote tunazozifanya tunafanya tukielekea katika mji wa Makka ulioko Saudia. Nikaweza pia kutumia fursa kama hiyo kumwomba rais kama atatumia utaratibu upi
kwa kila county, katika county 47 ata identify imam mmoja ama wawili ama watatu watoke kwa kila county za taifa letu, awe ni mwenye kusimamia hata safari ya umra ya kuwapeleka sehemu takatifu. Bila shaka kama viongozi wa kidini tuta appreciate jambo kama hili, kwa sababu atakuwa amepelekwa pahala patakatifu. Na jambo la tatu la mwisho ambalo kwamba niliwahi kuomba kwa zile dakika zangu 5, niliomba kuhusu pia maustadha ambao kwamba ni walimu wa kike, ustadhat. Ile ziara ya juzi ilikuwa ni ya maimamu ambao kwamba ni wa kiume, pia wana mchango mkubwa kwa taifa letu na wana maarifa na wana maono. Pia waje walete mapendekezo yao kwa rais, kwa sababu pia wanalipa ushuru na kuna mengi ambayo kwamba pia wanaweza pata kama wanawake walioko katika taifa letu. Nafikiri kwa muda wangu hayo ndio nilijaribu kuyazungumzia. Mimi na swali moja hapa. Sijui kama utalichukulia vipi, lakini itakuwa ni vyema nikuulize Sheikh, kwa sababu uko hapa. Yes. Unapozungumzia viongozi wa kidini, iwe ni shekhe ama ni mabishop, mapasta, ndio, na masuala ya kisiasa, huwa kuna line ndefu sana hapo katikati kwamba kiongozi wa kidini anafaa kuwa neutral. Ni ukweli? Bila shaka. Hafai kuegemea upande huu ama ni huu. Lakini Sheikh, nikikwambia nimekufollow kikweli. Ndio. Na hata katika baadhi ya picha zako zimejionyesha kwamba wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanamuunga mkono rais. Bila shaka. Hasa chama chake cha UDA. Naam. Na mimi ninavyojua kwamba wewe ni Sheikh kabisa ambao sisi tunakuheshimu na tunakupenda, tunakujali vile vile. Asante. Lakini vile vile mbona hatujai kuona hata ukitangamana na upande wa upinzani? Sijui mwanzo umekusudia kutangamana kivipi. Kabla sijaja hapo, ni kweli kiongozi wa kidini inabidi awe neutral, kwa sababu akihitajika kuelekeza serikali awe yupo tayari. Na hata tukiwa na msimamo kwa haki yetu ya kidemokrasia, ambao kwamba pamoja na viongozi wa kidini pia wana haki yao ya kidemokrasia, haimaanishi hawana haki ya kidemokrasia. Atakuwa ni kiongozi, lakini ana haki ya kumchagua yule ambaye kwamba anahisi huyu ana maadili, huyu ana maono kwa taifa letu, huyu atatuondoshea matatizo. Huwezi sema viongozi wa kidini hawashiriki katika haki ya kidemokrasia. Bila shaka wanashiriki. Katika mazungumzo ambayo kwamba niliwahi kuzungumza, na nukta ya 4 hii pia ilikuwa ni kama kukosoa serikali kinamna fulani. Katika mazungumzo yangu hii ya juzi nilitaja nukta, nikasema CBC, mfumo wa CBC tunaunga mkono, lakini CBC imeathiri IRE, imeathiri CRE, imeathiri HRE. Niliweza kuzungumza, haimaanishi ukiwa kwa serikali hata kwa jambo ambalo kwamba unahisi haliendi sawa basi mimi nizidi kuunga mkono. La, penye serikali itaenda sawa tutaunga mkono, penye tutahisi hapana, serikali inahitajia nasaha, inahitajia advice, tutatumia ile platform yetu na ushawishi wetu kama viongozi wa kidini kuiambia na kuielekeza serikali kwa lugha nzuri na hikma. Naam. Alright, wacha tuende madukani. Bishop, tutakuwa tunaanzia hapo. Siondoke msikilizaji. Lakini bwana, nimekwambia zidi kutengeneza hela za kwako pale kwa kubonyeza tu star 542 hasha. Weka okay jioni leo pale, chagua box yote. Alright, safi kabisa msikilizaji. Tumerudi tena. Yes, na msikilizaji, studioni tuko naye mgeni. Nitamuita mgeni kwa sababu yuko fresh kabisa. Najua kule bwana ukitoka hata upepo ambao unakupiga pale. Wewe ni mchokozi sana. Upepo wetu hii ya Mama Ngina Drive. Nakwambia wewe ni mchokozi sana. Kule upepo bwana. Ikulu. Upepo mwanana. Inaitwa Ikulu kule. Na napenda yale ambayo umeyazungumzia kinagobaga. Mlienda mkawasilisha na nyinyi mapendekezo yenu, na rais pia akaahidi yale ambayo pengine anaona anaweza kuyatekeleza. So pande zote mbili zikakubaliana, pengine tungesema in quote, mkaweka mkataba.
Sasa mmetoka Ikulu, mmerudi, kila mmoja amerudi kule kwake katika region yake. Lakini tutajenga sana katika eneo letu la Pwani. Hapa Pwani mmerudi na zile ahadi, na nyinyi pia mkapeleka mapendekezo yenu pale. Mnafanya nini kuhakikisha kwamba yale mapendekezo yanatekelezwa? Kwa sababu nilikuwa nazungumza hapa, tulikuwa tunasema mwaka mmoja uchaguzi mkuu ujao. Leo tunavyozungumza si mwaka tena, ni miezi, na kwa sababu leo tarehe 12, uchaguzi mkuu ni tarehe 10. Kwa hivyo mmoja pale siku 2 pale bila shaka. So therefore tumebakisha mwaka mmoja, niwache niseme in quotes peke yake, tufike uchaguzi pale. Mnafanya nini kuhakikisha kwamba rais anayatekeleza yale ambayo mliyajadili kabla ya uchaguzi mkuu ujao? Kwa sababu uchaguzi ni kama karata, haujulikani, it's either kushinda ama pengine kushindwa. Mmerudi, mnafanya nini kuhakikisha kwamba yale ambayo mliyapeleka pale yanatekelezwa ndani ya siku hizi ambazo zimesalia? Okay, jambo la kwanza katika jumla ya mazungumzo ambao kwamba alitukumbusha tulikuwa tumeweka ahadi naye awali na ameweza kuyatekeleza. Jambo la unyanyasaji wa vitambulisho, pamoja na kuwa ni haki ya kila Mkenya kupata kitambulisho, lakini kama jamii, kama Waislamu, vetini yetu ilikuwa inachukua mkondo tofauti kabisa na yule raia ama mkazi wa Kenya. Maswali yetu yanakuwa mengi zaidi, na kwenye uongozi wake ametuonyesha na hata amesaini mkataba ili jambo la maonevu ya baadhi ya Wakenya wanaonekana kama second citizen wa hili taifa hakuna. Lakini mbona yalikuwa hivyo? Ndo maana tunapongeza uongozi wa Rais Ruto, kwa sababu viongozi wengine haya tulihisi kama jamii ni maonevu. Mtu akiitwa Muhammad, mtu akiitwa Abubakar, mtu akiitwa Fatma, akiitwa Aisha, akiitwa nani, vetting yake ni totally different, kuanzia kwa vitambulisho mpaka passport. Na mtu akikufunga kwenye kitambulisho basi ameathiri future yako. Mtu akikufunga kwenye passport asha kuathiri maisha yako. Lini utapiga hatua? Lakini papo hapo unaposikia semi za viongozi wa upinzani, kwanza kabisa huwa tunaweza kusema ni dhana ambayo ama fikra ambayo ni mbaya, kwamba pengine yule adui ambayo tunaita gaidi pengine ni Muislamu. Lakini ni dhana ambayo si kweli. Tumesikia viongozi wa kidini, viongozi kutoka upinzani wakisema kwamba kuondolewa kwa hiyo thara vetting, kuwapiga msasa hasa wale ambao wanahitaji bla bla bla, ni kufungua mwanya kwa mashambulizi ya kigaidi. Na wanasema kwamba hii rais amefanya, anafungua mwanya zaidi, anatuanika ili tuweze kushambuliwa na magaidi. Lakini wewe unasema hii ni hatua moja kubwa sana. So rafiki yangu, wajua pia ukinihusisha na sifa ya ugaidi kwa ajili ya dini yangu, itakuwa ni kosa lingine la pili, pamoja na kuwa umeninyima haki yangu ya kitambulisho. Gaidi hana dini, gaidi hana kabila. Na tumeshuhudia katika taifa letu kuna watu ambao kwamba si wa dini ya Kiislamu wametekeleza mauaji ya ajabu, umenifahamu, na wakijinasibisha na uongozi wa kidini na si Waislamu. Kwa hivyo ni makosa. Hii fikra inabidi iondoke, kuwa gaidi ni Muislamu. Fikra kama hii itakuwa ni maonevu katika taifa letu, na badala ya kutusongeza mbele inaturegesha nyuma. Ama kuhusu kuwa itafungua mlango wa ugaidi, twasema katika uongozi uliotangulia na uongozi wa sasa ambao kwamba rais aliyoko mamlakani Daktari William Ruto, hatujasikia visanga vya kiugaidi kama
uongozi uliotangulia. Hatujasikia mashekhe kupotezwa, vijana wa Kiislamu kupotezwa. Na tukumbuke ID imefunguliwa, wanaweza chukua. Ingekuwa ni kweli madai hayo katika uongozi huu, basi tungesikia maradufu visanga vya kiugaidi. Kwa nini? Kwa sababu tumewafungulia mlango kama wapinzani wanavyodai. Kwa hivyo si kubaliani na dhana kama hiyo na mawazo kama hayo. Twasema ni kila Mkenya afanyiwe vetting ya kisheria bila maonevu. Huyu ataulizwa majina na stakabadhi za babu zake karibu 4 5, hajui hanzie wapi, ndo maisha yake yashaathirika, hizi fanya lolote, hizi piga hatua kama hilo. Sisi kama Waislamu ambao kwamba viongozi wa Kiislamu tulimpongeza rais katika hilo. Vile vile katika mambo ambayo kwamba alikuwa ametoa ahadi ya awali ni kuhusu kushughulikia jambo la Waqf Commission ambao kwamba imeketi miaka mingi sana. Na dini yetu jambo la wakfu ni jambo la kiibada. Mtu anaweza karibu anaondoka duniani akaamua hii nyumba yangu acha nipeleke iwe ni wakfu, iwe ni isaidie mambo ya Mwenyezi Mungu. Huu mlango ulikuwa unatusumbua sana na tulikuwa hatuna suluhisho, lakini tumeona hivi majuzi shortlist ishatoka. In 2 weeks time watatolewa commissioners wa Waqf Commission ambao kwamba hili tunalipongeza sana kwa rais wetu aliyoko mamlakani Daktari William Ruto. Hapo kwa sababu tumeona mlienda pale kwa wengi sana. Ndio. And kama sijakosea, ndio, of late kumekuwa na mgogoro. Ni kama kuna makundi mawili tofauti ya viongozi wa dini ya Kiislamu. Kivipi? Utasikia mwingine upande huu, mwingine upande huu, na nazungumzia migogoro ya uongozi katika dini ya Kiislamu. Nadhani unanielewa kitu ninamaanisha. So therefore, kwa sababu umezungumzia wakfu, na wakfu pia tuliona kuna wale ambao walikuwa wanapinga hii wakfu, hapana, haifai kuwa hivi na mambo kama hayo. Ndio maana nazungumzia mgogoro pale, kwa sababu kila mmoja anaiona kivyake haya maendeleo ambayo tunayazungumzia. Na ndio maana tukiunganisha na mambo ya wakfu ambao unazungumzia, pengine huu mkutano wenu nataka kuamini ya kwamba viongozi wote walijumuishwa pale. Sitaki nitaje majina and all that, kwa sababu ya hadhi ya show yetu. Tutarajie nini? Tofauti hizi pia mlizisuluhisha na sasa mtatembea pamoja, ama bado tutaendelea kuona tofauti miongoni mwa viongozi wa dini? Nafikiri sababu ya msingi ambayo kwamba ilizuilia wakfu pale wale ambao kwamba walikuwa wametajwa haikuwa imebeba taswira ambayo kwamba inatakikana hapo awali, tofauti na sasa hivi. Waqf Commission ama commissioners inabidi wabebe picha ya taifa nzima, isionekane wametoka eneo moja ama sehemu moja. Na pia inaangaliwa katika ambapo kwamba rekodi ziko katika taifa letu la Kenya. Hizi wakfu ziko nyingi sehemu gani? Umenifahamu? Haiwezekani mfano ziko nyingi sehemu ya Nyanza ama Kisumu kisha nichague Waqf Commissioner kutoka labda sehemu nyingine ya eneo kama ile. Sasa hivi tunahisi utaratibu ambao kwamba ulifanyika ni utaratibu mzuri, na hata ukiangalia ile shortlist ambayo kwamba imetoka ni majina ambayo kwamba yamekuja na picha ya kitaifa tofauti na ilivyokuwa mwanzo, na tutaraji haki itafanyika kwa wale ambao kwamba watachaguliwa kuwa Waqf Commissioners. Kwa hivyo tunapongeza pia, hilo ni jambo ambalo kwamba tumelipata katika serikali ya Daktari William Samoei Ruto. Vile vile alitaja mambo ya madrasa na duks kuingizwa katika system ambao kwamba hii ni afueni kubwa sana kwetu sisi. Haijatokea hapo, umenifahamu? Kiongozi
hata kudhania madrasa, walimu wa madrasa na walimu wa DUCS wataingia katika system ya kusaidika na serikali kama walipa ushuru bila shaka. Umenifahamu? Kama walipa ushuru wa taifa letu. Hilo pia ni katika mambo ambayo kwamba yalitufurahisha kama jamii na kama viongozi wa kidini. Kuna consulate ya Jeddah. Miaka yote tulikuwa na balozi ambaye kwamba makao makuu ya balozi Saudia ni Riyadh. Na masafa ya kutoka Riyadh kwenda Jeddah ama Makkah na Madina ni masafa makubwa. Jambo la kwanza. Na jambo la pili, mara nyingi balozi ambaye kwamba alikuwa anapelekwa kwa nchi kama hii alikuwa si Muislamu. Sasa ni vigumu balozi kama huyu ikifika wakati wa ibada za Kiislamu kama haji na ibada nyinginezo zinapotokea, yeye kuja kuingilia kati kwa sababu haelewi aanzie wapi. Lakini katika uongozi huu wa Daktari William Samoei Ruto ametufungulia consulate Jeddah ambaye kwamba ameweka Muislamu. Imechangia kusahalisha mambo mengi katika ibada za Hajj na Umra na ibada nyinginezo. Kwa hivyo kwetu sisi tunahisi kama jamii, kama Waislamu ni afueni kubwa hapo kwa Hajj, kwa sababu nadhani mwaka uliopita ndio kuna video ambao vilikuwa vinasambaa kwenye mitandao ya kijamii na vilikuja vikathibitishwa ni kweli kwamba kuna wale ambao wakienda kule Hajj, baada ya Hajj kule wamelipa, lakini wakifika kule hakuna mipangilio maalum, watu wanalala nje, watu hawana hata chakula cha kula, na kwenda kule unalipia ndio uende. I don't know kama mambo kama haya mliyazungumzia, kwa sababu tena tunatarajia haji nyingine inakuja. Bila shaka. Kama nilivyokueleza awali, ni changamoto ambazo kwamba zaidi ya changamoto hizo kuna pia watoto wetu ambao kwamba wanaelekea kufanya kazi sehemu za Makkah na Madina na sehemu za Jeddah. Consulate kama hii imepunguza, tuseme imemaliza matatizo 100%, lakini imepunguza asilimia kubwa kwa changamoto na matatizo ambao kwamba yalikuwa yanashuhudiwa wakati wa ibada ya Haji. Na hayo naosema naam, ni kweli hii inatokea na utaratibu ambao kwamba si mzuri wa mpangilio na pia miscommunication. Umenifahamu? Je, ikitokea hili nani wakusikizwa, nani wakuelezwa, nani anayefaa kufuatilizia? Mambo kama haya yanachangia matatizo kama hayo kuibuka, lakini tunahisi baada ya consulate kama hii kupatikana pakubwa sana imepunguza matatizo japo haijamaliza matatizo. Okay, safi. Yes. Msikilizaji, tutakuwa na nafasi nzuri awamu inayofuata hapa. Una swali kwa Sheikh wetu, tutakuwa tunakupa hiyo nafasi baada ya kupokea habari kutoka kwa Rachel Mazi hapa. Mambo ni mengi sana. Kwa hivyo turia papo hapo. Dakika ni 9 baada ya saa 3 za usiku, saa zetu za Afrika ya Mashariki. Hii ni Msenangu FM. Haha ni hehu kaguzo wala kakodishwa. Karibu tena sana. Mimi naitwa Lemi Lito Sogo, mtoto wa dhahabu. Yes, mimi ni Bishop Daktari Michael Otieno. Of course, maswali ni mengi ambayo tutakuwa tunazidi kuyapokea, lakini kabla tuepokee maswali nikwambie bado una nafasi kutengeneza laki yako moja hapa ndani ya box number 1, msikilizaji. Usiku wa leo nataka uchukue 100,000, yani laki moja ndani ya box number 1. Na ni rahisi dadini, rahisi mami pale. Chukua simu ya kwako, haijalishi uko wapi unafanya nini, chukua tu simu ya kwako, bonyeza tu *542 hash, weka okay, andika 1, chagua box number 1. Irudie kwa mara ya pili, bonyeza *542 hash, weka okay, msikilizaji, chagua box number 1. Sangula? Yes. Karibu sana mzee Foka. Msalimie imamu wetu. Asante. Na mimi nimependezwa na yale yote unatufanyia kama Waislamu. Shukran. Na ikiwa yale mambo uliuliza rais
atimize kwa Waislamu. Akitimiza tutafurahi sana na tutaona mambo yetu inatembea vizuri. Mimi tu nilikuwa nataka tu unihakikishie kama ilikuwa ni 9,000, umesema walikuwa zaidi maimamu 9,000 wangetoshea hiyo Ikulu. Na pia ninarudi nauliza, kuna kagrupu kengine kametokea kakipinga nyinyi mlienda Ikulu wakisema hawa ni wati akachagwa na wako walikuwa. Je, Uislamu iko mgawanyiko ya kusema hawa wanaenda huku na hawa hivi, au walikuwa black na white? Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru, alhamdulillah. Asante. Naam. Naam. Bila shaka. Ni kuelekezana, si kwa hivi shana. Asante. Ni kweli. Asante. Mzee, tuko katika taifa la kidemokrasia. Kuna vile kila mmoja anavyoiona kivyake. Kwa hivyo aje tu Sheikh ataweza kuongezea zaidi pale. Yes, asante sana Mzee Kenga kutoka kule Mikindani. Naam, kama unaweza kureact Sheikh kwa ama wacha tupokee maswali zaidi lemeleta. Sengola? Yes. Karibu sana. Wa alaykum salam kakangu. Nashukuru. Naona Sheikh Mkatada, kuna hii serikali ambayo wewe unaiunga mkono. Naona mwaka 2005 hii serikali ilidumu vijana. Sijui kwa upande wako unasemaje, maana yake unaunga mkono serikali ambayo ila mkutano ukicha saizi watu ni waoga mpaka na kuingia polisi. Umezungumzia mwaka wa? Naam. Umezungumzia mwaka gani? 2004 wakati wa finance bill. 2004. Unazungumzia 2024? 2024. Vijana wengi sana wakati wa maandamano waliuliwa sana na serikali hii ya Mheshimiwa Ruto. Umesema unaitwa nani kutoka wapi? Mwachirema nikiwa Mazola. Okay. Alafu saa hizi nani mbisho? Saa hizi watu ni waoga mpaka mtu akishika na polisi na kwenda polisi kwa sababu anatoka akiwa maiti ama labda akijeruhiwa. Serikali hii kwamba sisi kama wananchi tunahisi kama inadhulumu wa Kenya kwa sababu hii wanakiuka haki za kibinadamu. Na ukikiuka haki za kibinadamu hata haki za Kiislamu, kwa sababu kama mtu ametofautiana na wewe, haki si kumuua, haki ni kumshauri na haki ni kumpa mwelekeo aende. Okay, asante. Sangola? Hello, msalamu. Hapa ni kwetu? Tuko salama sana. Asante. Asante. Sasa swali langu ni kwamba kama vile sisi watu wa Mombasa ulimwambia rais kwamba shida zetu mambo ya usalama, mambo ya usalama ndio imekuwa na shida. Ambao kama utakwenda karibu na yeye ndio kwamba uwafikie muombe bwana tutengeneze mambo ya usalama. Hiyo ndio mimi nilikuwa naomba, lakini nimefurahi sana kusikia sauti yako na hata zetu ambazo nimepeleka. Asante. Okay, asante. Yes, asante sana. Karibu uweze kuyajibu maswali Sheikh. Nafikiri kuna ndugu yetu ambaye kwamba ameuliza idadi
ya namba ya maimamu. Yes, ambao walifika kule Ikulu. Je, Ikulu inabeba 9,000. Kama sijakosea juzi, sijui ilikuwa ni kikundi gani, ilikaribia 18,000. Takriban 20,000, sikumbuki ilikuwa ni kikundi gani. Na hata kabla ya hapo kuna mchakato wa nafikiri wana UDA waliitwa, ilikuwa ni takriban 12,000. Kwa jawabu la mkato, ni kweli inabeba nafasi idadi. Nafikiri ametaka kujua, je, yaweza kujumuisha idadi ya watu 9,000? Bila shaka inaweza, na zaidi ya 9,000 kwa ukubwa wa eneo. Na kuna ndugu yetu akauliza kuhusu baadhi ya watu wamejitokeza wakionyesha kuwa pia ni viongozi wa kidini na wako katika mrengo wa upinzani. Twasema kila kitu ni kujipanga, na hii itakuja katika kujibu lile swali ambalo kwamba kabla ya kwenda mapumziko ulikuwa umeuliza, tuna mikakati gani baada ya kutoka Ikulu. Haya ambayo kwamba tuliyapendekeza na mengine ambayo kwamba aliyataja, rais ni rais wa taifa na ana mambo mengi. Akishatoa mwelekeo, ni wajibu wetu kama viongozi kwa yale ambayo kwamba ameyagusia, sisi kuanza kufuatilizia. Mfano madrasa na duks, ni wajibu wetu kama viongozi wa kidini, tuende katika wizara ya elimu, Ministry of Education, tutumie ushawishi wetu, tuweze kufuatilizia tu mpaka tuhisi imefika nafasi yake, kwa sababu serikali ina mambo mengi na rais ana mambo mengi. Madamu ashatoa green light, tutumie hiyo fursa, hiyo opportunity ya ufuatiliziaji. Na kuhusu kujipanga, okay, waliojitokeza wana haki yao, hatuwezi wapinga. Lakini sisi tumejipanga vipi baada ya kutoka kwenye Ikulu? Bishop, kila kitu ni kujipanga. Na sensa ya Waislamu katika taifa hili inavyosemekana, na tunahisi si kweli, kwa sababu hii ni sensa ya wakati ambao kwamba tulikuwa tunaonewa, wakati ambao kwamba tulikuwa sensa vetini yetu tofauti na Wakenya wengine. Ya 2017 to 2019 inaelezea tulikuwa 11%, almost 6 million. Hii ni sensa ya wakati wa maonevu, na tuna imani idadi yetu ni zaidi ya 6 million. Lakini sensa haitumii kitambulisho, hata mtoto mdogo ambaye amezaliwa sasa hivi. Exactly. So, sasa hii tunakuja kuonyesha ambao kwamba ilitumika wakati wa kutaka ku-identify nani Muislamu nani si Muislamu. Hapa kuna wale ambao kwamba wamesilimu na majina yao bado hayajabadilishwa. Mnafahamu, bado anasoma kama ni Peter ama nani, lakini ni Muislamu, kwa sababu zile process za kwenda kubadilisha ni mambo marefu kiasi fulani. Kwa hivyo tunahisi kwa upande huu pia idadi imezidi. Na kutoka 2019 sensa kufanyika mpaka muda huu ambao kwamba tupo ndani yake zaidi ya miaka 6, bila shaka idadi itakuwa imeongezeka ya jamii ya Kiislamu. Kwa hivyo ipo haja hii idadi ya population ya jamii ya Waislamu katika taifa hili tuweze kuja na sauti moja. Hiyo sauti moja itatuwezesha kama Waislamu kuwa recognized katika meza ya taifa. Na ndio maana kama mashekhe baada ya kutoka kwenye Ikulu, sasa hivi tunajaribu kuja na data ambayo kwamba itatusaidia kwa wodi zote 1450 zilizoko katika taifa letu. Tutakuwa na data kama mashekhe na tutaanza mchakato hivi karibuni ya kuanza kuhimiza Waislamu kujisajili, tuwafanyie civic education, wajisajili, wawe ni wenye kuchukua vitambulisho na waweze kuchukua IBC card, tuweze kutumia ushawishi wetu, namba yetu, kwa sababu ya kujiposition na huu uchaguzi ambao kwamba tunautarajia hivi karibuni. Kama viongozi wa Kiislamu tumeamua kulivalia njuga jambo hili, na sisi pia tuwe ni wenye kuwa recognized, na ikifika wakati wa maamuzi ya kwa pamoja, na tumewasikiza wa Kenya, kaunti zote 47, region zote 8,
wodi zote tumewasikiza Waislamu. Tutakuja na MOU kama jamii ya Kiislamu. Sisi matakwa yetu ni haya kama jamii wa Kiislamu. Yule ambaye kwamba atakubaliana na matakwa yetu, bila shaka, na matakwa yetu si yangu binafsi kama Abu Qatada, la, ni matakwa ya jamii ambayo kwamba ni jamii ya Kiislamu. Yeyote ambaye atakubaliana na matakwa yenu, bila shaka, pengine awe hata kiongozi wa upinzani, bila shaka, kwa sababu maslahi ya jamii tunaiweka mbele. Yote ambaye kwamba ataendana na matakwa ya jamii ya Kiislamu, MOU ambayo kwamba utaitoa wakati ukiwadia, bila shaka tutatoa mwelekeo kwa Waislamu. Sisi ni Waislamu, tuko katika hii nchi na hatuna taifa nyingine. Hii ndio taifa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alitujalia tuwe ndani yake, na tunalipa ushuru katika taifa kama hili. Basi mashiko yetu ni hapa, na I think umefungua mazungumzo mengine ambayo kiufupi tunaona tunazama pale madukani, ambapo ni mazungumzo ya kisiasa. Tumeona hata katika viongozi hawa wa kisiasa, kwa mfano unaweza kuta viongozi wa pwani wanaenda kwa rais ama kwa kiongozi wa upinzani pale, anaweza kuwa ni Sifuna ama mtu yote, alafu wanasema kwamba sisi wa pwani tuko 3,000,000. Kwa hivyo rais, hizi kura zote 3,000,000 ni zako, ama Sifuna, hizi kura zote 3,000,000 ni zako. Lakini wale ambao wameenda kule ni viongozi, sio wananchi, lakini wanabagene na idadi ndogo wakazi ambao wale ambao wamejisajili kama wapiga kura. The same ambao unasema, which is good, ya kwamba mtawahamasisha waumini wa dini ya Kiislamu waende pale wachukue kura, alafu ikifika huo wakati mkishasikiza yule ambaye atakubaliana na matakwa yenu, mtakaa kwa meza moja na mwambie kwamba bwana, sisi matakwa yetu ni haya, umekubali? Yes, nimekubali. Haya, mtarudi chini sasa, mwambie wafuasi wenu ya kwamba huyu ndio mtu ambaye tukimchagua basi atatimiza haya matakwa yenu. Swali kuu huwa ni je, what is the probability ya kwamba wale wafuasi watapiga kura kwa kuzingatia sauti yenu? Kwa sababu mnaweza kuwa mmeenda kama viongozi, lakini huku chini wako na maoni tofauti na yale yenu. So what is the probability? Kwa sababu nimeona wanasiasa wengi wanaenda kubageni wakitumia algorithm kama hii. Ndio maana nikasema Bishop, baada ya hii safari ya Ikulu na sote tutakubaliana na hii, hata viongozi wa kidini wanakubali jambo kama hilo. Hii njia iliyotumika, system iliyotumika sasa hivi, mashekhe ambao kwamba walialikwa Ikulu, haijawaipo kutumika system kama hii. Ni system ambayo kwamba tuliconsider namba za ward ambazo kwamba ziko kwenye taifa letu. Tuko na ward 1450. Na baada ya hapo tunakuja na data ambayo kwamba hakuna ward itasaulika. Bila shaka watakuwa ni maambasada, watakuwa ni mabalozi hata katika huu mchakato ambao kwamba tunatarajia hivi punde kuanzisha, wa kuhimiza jamii ya Kiislamu wachukue vitambulisho, wachukue IBC voting card kabla ya tarehe 9 Mei mwaka ujao, 3 months before elections. Kitu kama hicho. Kwa hivyo tutaanza kuwapatia mwelekeo, na mwenye macho hambiwi tizama, na siku njema onekana alfajiri. Bila shaka tunajuana, mahala penye utaona kuna maslahi ya jamii, unifahamu, ni sisi ndo tutaishi pamoja. Watu hawatojua kuwa huyu hatumjui, hapa tunapotezwa. Haiwezekani kwa ile imani ambayo kwamba kidogo wametuona tumewaelekeza kwayo. Shikilia hapo, tazama dukani, tukikuwa maswali mengine bila shaka. Msikilizaji, usiende mbali, tunarudi kwa muda usiokuwa mrefu. Tunazingatia viwango. Yes, 27 pale dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 3. Msikilizaji, tunapokea simu za mwisho hapa kabla hatujamrelease mgeni wetu ili aende. Lakini nambari zetu za studio ziko wazi kabisa. Ukiwa na swali, uko na mchango wote kuhusiana na mada ambayo tunazungumzia, msikilizaji, zungumza nasi 0798995995, 0786995995, 0784925925, 0783995995 ama 0780
995 Msongola. Mpenangu. Hapa ni kwetu. Mpena ukweli na utabaki ukweli. Kabisa. Jambo ndugu Bishop. Niko salama sana. Na mgeni wetu salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Jana wangu mtukufu jambo. Yuko salama, yuko pande ule wa pili. Kwa kweli rais kualika mashehe State House, mimi sioni makosa yote, maana ni Wakenya kama Wakenya wengine. Maana hata mimi nakumbuka kuna wakati nilikuwa viongozi wa wafanyikazi wakati wa uhuru na tulialikwa Ikulu. Na nimesikia mwenzangu mwingine akichangia akisema kwamba Ikulu inaweza beba watu 9,000 hata 30, manake Ikulu iko na uwanja mkubwa na si uwanja mmoja. Watu wasifikirie kwamba wakitoka Ikulu ni kwenda kuingia ndani ya nyumba. Kwa hivyo ikiwa rais anaamua, hata sisi walemavu nina imani moja na taarifa inshallah. Kwa hivyo rais na mashehe ama mapasta wana haki ya kwenda Ikulu na kumsikiza kiongozi wa taifa atawapatia nini, si kwamba kuwapatia pesa. Asante sana Anko. Huyo ni Anko Mwenda Pole kutoka kule Freetown. Msongola. Bishop. Bali yako. Niko salama sana Jemo. Shehu jambo. Si jambo kakangu. Mimi ni Jeff. Asante. Kwanza sina shida nyinyi kwenda huko Ikulu. Asante. Lakini ombi langu ni kwamba naomba nyinyi muwabadilishe wao viongozi, isiwe ni wao viongozi wawabadilishe nyinyi. Asante. Umenielewa? Bila shaka. Niko na maswali mawili. Mnapopata fursa kukutana na rais, wajua sio si kitu rahisi. Huwa mnamwambia ukweli ground iko vipi? Hilo ni swali la kwanza. Alafu swali la pili, umesema mko tayari kusupport kiongozi ambaye atakubaliana na matakwa yenu. Hilo ni matakwa yenu. Hilo ni kweli ama anakuelekea? Bila shaka. Ni kweli ndio? Bila shaka. Kutokea huyu kiongozi ambaye anakubaliana na mambo yenu ni mtu akona historia ya ufisadi. Je, mko tayari kuipa mbele kwa vile mkubali mambo yenu? Sina swali hili. Haya, asante sana. Jemo anauliza maswali nyeti tena sana. Wacha tupokee hii ya mwisho. Msangola. Hello Msangola. Ahlan wa sahlan na salamu alaykum. Wa alaykum salam. Daktari na Chef Kwema. Nitakuwa mfupi sana. Naam. Najua sisi sote ni Wakenya. Na Kenya tuko cocktail. Yaani makabila mbalimbali, rangi mbalimbali, dini mbalimbali. Na tukialikwa katika Ikulu ya rais, hatuwezi kukosa. Sasa mimi nashindwa watu wengine hapo wanakataa kweli. Mimi nimeona mfano kina Sheikh Juma Ngao na mashehe wengine walikuwa na liko Ikulu wanaenda wakati wa Kibaki hata wakati huu wakati wa Moi. Na pia hata ukifanya appointment kama nomination ya MCA ama council au katile, tunakuta Sheikh Dori atakuwa nominated, Sheikh Juma Ngao atakuwa nominated, Islam kubana na administration. Lakini kuna wengine wanataka kukaa kama kustahili tu ama kuleta kama fundamental, yani hawakubaliani na wewe, yani wamejaa roho ngumu. Kwenye Ikulu ukienda tunajenga msikiti rais, ama tunataka kujenga madrasa ama shule ya Kiislamu. Gharama yetu budget ni hii zaidi. Tusaidie. Ataita minister moja kama Joe ama Adeni Bar, huyo mama au watu wengi wao tunatoa hii zaidi. Utakataa kwa sababu imetoka kwa mkono wa rais. Sheikh utakataa? Takubali. Sema umefanya vizuri katika appointment za ambassador. Personal.
wameavoid Uislamu. Ukiangalia katika administration nyingi, hasa sasa ukienda national security, ukiangalia majority wao wana control the national security are Muslims, our brothers Muslims. Very true. Hakuna discrimination, lakini kuna watu wengine wanakiti kama fundamentalism, wanataka kuwa sijui niseme ni kama Hamas, yani ni watu ambao wakubaliani, yani kila wakati hao tukukataa. Wanahitaji civic education nafikiri. Asante sana. Wewe ni mzee Samantha kutoka kule Mwana Nguvuze. Maeneo ya Likoni pale. I think kama tunaweza kuyajibu hayo alafu tuweze kufunga. Nafikiri yule ameuliza ni kama changamoto kuhusu je, umweleza ground akufafanua kumweleza rais mkiwa naye umweleza ground ikoje, sijamfahamu. Maanisha wacha nizungumze kisiasa. Pengine ground inasema one term. Lakini mnaweza fika kule mwambie rais kule Pwani ni wewe tu. So ama ground inaweza kuwa inasema two term. Ukifika pale bwana ground kule Pwani ni two. So mmehisi ground na mkamwambia kweli ground inasemaje kuhusu administration yake. Na swala pili akasema kuhusu tukija na MOU na kiongozi awe mfisadi. Sijui alimaanisha vipi. Anamaanisha kwa mfano nilikuuliza pale huyu ambaye atakubaliana na matakwa yenu pengine anatoka mrengo wa upinzani, anaweza kuwa anatoka mrengo wa serikali, na ukiangalia historia yake, rekodi yake ni rekodi chafu. Pengine ni mtu ambaye ameshtakiwa, ni mtu ambaye pengine amehusishwa na mambo kama hayo, lakini amekubaliana na matakwa yenu. Je, mtasema huyu ndio tuende naye kwa sababu amekubaliana na matakwa yetu bila kuzingatia historia yake ya nyuma? Sasa unajua Bishop, hapa tulijaribu kuzungumzia viongozi wa kidini kutembelea Ikulu. Ndio tukaja na utaratibu wa kuzungumzia kidini. Na pia ipo haja kama ndugu yetu wa mwisho amezungumza vizuri, watu waelimishwe haya mambo madamu tunaishi katika hii taifa na hatuna nchi nyingine, waweze kuyajua yanavyokwenda. Tunahitajia sana civic education. Itatufungua akili na itatuwezesha upeo wetu wa ufahamu wa siasa za nchi yetu zinavyokwenda. Tukipata muda wasaa takuja kuzungumzia mtizamo huo kama kiongozi wa kidini, kisiasa in general. Ama tukisema kuhusu ground, wajua inabidi pia tuwe uadilifu. Nikipata kwenye ground mtu anatumia lugha ya one term, vile vile kwenye ground kuna mtu anasema two term. Lazima tuwe uadilifu. Hii yote ni ground. Haimaanishi kwenye ground ni wa one term peke yake, na wote wana rights za kikatiba. Kwa hivyo kila mmoja ni apawe haki yake. Kuna ambaye kwamba anaridhika na uongozi uliopo, kuna yule ambaye kwamba haridhiki. Wote wako kwenye ground. Sasa si sawa kutumia lugha je mnamueleza ground ikoje asive ni inanifeva mimi peke yangu. Watu wote wako kwenye ground na kila mmoja anavutia kwake. Ama kuhusu ukisema kiongozi mfisadi, wajua tuna mizani ya kupima ambao kwamba sasa hivi kiongozi ambaye kwamba tunaye, kwa nini tunaweza kuwa na matumaini bado na yeye ni katika mambo ambayo kwamba tumejaribu kuyataja. Angalia, amenikumbusha ndugu yetu aliopiga, nafikiri umesema wakazandani kama sijakosea. Huu uongozi wa viongozi wa taifa katika uongozi wa Ruto, angalia ma-CS ambao kwamba wako kwenye uongozi, wenye wanatoka katika jamii ya Kiislamu. Tuko na Ali Hassan Joho, tuko na Duale, tuko na Mvurya. Hao wote tunahisi kama kuna ile inclusivity kama jamii ya Kiislamu. Tukishuka chini tuje katika ma-PS, tuko na ma-PS kadhaa ambao kwamba ni wa Kiislamu, hata kutoka katika maeneo ya kwetu Old Town, mji wa kale, PS wa transport, Dagar, na wengineo kina Dubat na wengineo katika ma-PS. Tukija nafasi za ubalozi hali kadhalika. Tukirudi serikali ya Jubilee ya Uhuru Kenyatta, kulikuwa na mawaziri wangapi Waislamu?
katika position ambayo kwamba ameitaja ambayo kwamba ni sensitive, na hii ilikuja ikatuonyesha green light kuwa tumeonewa, tunapigwa vita kama jamii. Ametaja position ya security ya NIS ambayo kwamba inasimamiwa na ndugu yetu Nordin ambaye kwamba ni Muislamu toka taifa ama toka Kenya ianze. Hakuna siku ambayo kwamba hiyo position ishai kuwa na Muislamu. Na tunajua jambo la usalama ni uti wa mgongo wa taifa. Kwa hivyo yote 9-10 ile dignity ambayo kwamba tumeipata katika utawala wa Ruto hatujapata kwingine, na tuliona baadhi ya semi za baadhi ya viongozi ambao kwamba ilituonyesha huenda wana hawako na imani na jamii ya Kiislamu kwa position kama hizo. Kwa sababu sasa hivi nadhani mawaziri wangapi wako katika ambao ni wa dini ya Kiislamu? Naam, kuna Hassan Joho, kuna Aden Duale, na Mvurya, Salim Mvurya. Yes. Wakati wa uhuru tulikuwa na Ukur Yatan, waziri wa fedha ambaye alikuwa ameshikilia wizara moja kubwa sana. Tukawa na Amina Mohamed ambaye alikuwa waziri wa michezo pale. Vile vile ukawa na Adan Sheikh Mohamed ambaye alikuwa ni waziri wa East Africa Community. So ukibalance unakuta ni 3-3. Yani tunaelezea nani ametupa zaidi, nani ametufeva zaidi. Ukishuka katika hizo parastatals za chini, ukija katika CEO, ukija katika nyanja mbalimbali, kama jamii ya Kiislamu tunahisi inclusivity ya hali ya juu katika serikali hii. Nilijaribu kufahamisha jambo kama hilo. Naam. Okay. Simu bado ziko, lakini kuna point pale nataka weke bayana pengine kabla tujafunga, kwa sababu sitaki niulize maswali. Umesema ya kwamba matakwa yenu vile mtakaa mkishazunguka county zote 47 mtakaa chini alafu mzungumze na viongozi mbalimbali. Yule ambaye atakubaliana na matakwa yenu ndio mtasimama nyuma yake. Bila shaka. Nataka kuuliza swali. Ikiwa Geoffrey Rigathi Gachagua ndiye atakubaliana na matakwa yenu na mahakama impe idhini ya kusimama urais, je, mtamunga mkono? Itampa idhini vipi tukirudi kisiasa? Kwa sasa hawezi simama. Hakuna kesi mahakamani, lakini ameappeal, so bado tunasubiri endapo atakuwa cleared. Na vile vile tuliona Supreme Court ilimwambia Attorney General iweze kutoa ushauri mtu ambaye amekuwa impeached. Je, anaweza kusimama appeal yake ikiendelea? Tunasubiria ushauri huo kutoka kwa Attorney General. Endapo pengine imfave ya kwamba yes anaweza kusimama, na wafuate viongozi wote ambao wanataka kusimama rais, na Geoffrey Rigathi Gachagua aseme mimi nimekubaliana na matakwa yao. In fact, nikiingia tu ofisini nitatekeleza 1 2 3. Tamunga mkono. Jambo ambalo kwamba tutapatia priority ni maslahi ya jamii. Na katika siku za nyuma kuna mazungumzo ambayo kwamba aliwahi kuzungumza na kama viongozi wa kidini hatukuridhishwa kabisa. Kama yapi? Ile siku ya maandamano ya Gen Z ambapo kwamba rais alitoa speech yake akiwa Nairobi, alitoa akiwa hapo Mombasa. Lugha aliyoitumia ku attack ofisi ya mkurugenzi Nordin Haji, ofisi ya NIS, hiyo lugha hatukuipenda kama viongozi wa Kiislamu, hata tukahisi labda lugha hii inayotumika ni kwa ajili yeye ni Muislamu. Sasa hapo ilitupatia mwanzo tahadhari na kiongozi kama huyu, kwa sababu mbali na kuangalia dini yake, maslahi tusieke maslahi mbele tu, kwa sababu pia hili taifa lazima tuone iko kwa mikono salama. Na mimi na wewe nataraji na kila msikilizaji na kila Mkenya atakubaliana, ikija mambo ya amani ya taifa, hiyo ni red line. Haifai mtu atempe na usalama na jambo la amani ya taifa.
si vyema mtu akiwa ana picha ya uongozi wa kitaifa aweze hadharani kisha kwa situation kama ile ambayo kwamba tulikuwa nayo wakati kama ule uweze kuattack ofisi kama hiyo. Kwa hivyo ili tutaangalia mambo mengi, haimaanishi tutaangalia tu yale matako ambayo kwamba Waislamu wametueleza. Uislamu ni dini ambayo kwamba inahubiri amani na kuna qualities ambayo kwamba nani anafaa kuwa kiongozi. Shikilia tu kwa dakika, kwa sekunde tu tuweze kupata tangazo la kibiashara, alafu tunarudi msikilizaji kuambia kwamba bwana K24 Plus ni hookup legit ya entertainment. Kuambia kwamba bwana sasa unaweza pale kuingia yes, kuna swali ambalo ulikuwa unajibu pale. Kuna swali ambalo ulikuwa unajibu pale. Yes, bila shaka. Yani tukisema kuwa ambaye kwamba anajali maslahi ya jamii ambao kwamba tutakuwa na MOU haimaanishi tutajifunga na hayo tu. Kuna qualities nyingi ambazo kwamba tutaziangalia za nani ambaye kwamba anafaa ama anastahiki kuwa kiongozi kwa mtizamo wa kitaifa. Ni mtu ambaye kwamba bila shaka ataweka priority ya jambo la amani na isiwe ni sababu ya awe na uchochezi ama awe na lugha ambazo kwamba anytime inaweza sababisha nchi ingie kwenye taharuki. Kwa hivyo kama viongozi wa Kiislamu hatukupenda ile speech ambayo kwamba alitoa wakati ule. Tulihisi mwanzo ni kuingilia idara ambayo kwamba ni hatari kuingilia idara kama hiyo hadharani kwa wakati kama huo. Ni mtu ambaye kwamba huenda hana ajenda nzuri. Pili, tulihisi kuwa ni ndugu yetu Muislamu kwa sababu ameshika wadhifa kama huo ambao kwamba labda haijatokea hapo. Kwa hivyo kama viongozi wa Kiislamu hatukufurahishwa na hatukuafikiana na hilo. Naam, although right time ikifika tutazungumza zaidi. Naam. Sheikh, kwa faida ya msikilizaji itabidi unajionea mwenyewe. Bila shaka. Bila shaka. Tuwape haki. Tuwape haki yao kwa sababu ni nafasi nadra hii. Naam. Msangola. Pole sana, jaribu rudi tena. Msangola. Wa alaikum salam. Asante. Asante sana Kenga kutoka kule Mikindani. Msengola. Yes, hapa ni kwetu. Salama sana Bishop. Yes, karibu sana one man band. Mimi nitamuuliza Sheikh. Ana support serikali kwa sababu imeteua Waislamu wengi katika idara tofauti za serikali, ama kwa sababu serikali inatendea Wakenya haki? Asante. Namsikia anasema kwamba Waislamu tumepewa nyadhifa na nini. So yeye ana support kwa serikali kwa sababu imeteua Waislamu wengi kushika nyadhifa tofauti, ama kwa sababu inatendea Wakenya wote kwa jumla na haki? Asante. Swali nzuri. Msengola. Bishop. Yes, nimerudi. Karibu tena jamaa. Nafikiri Sheikh kunielewa niliposema ground. Kifupi hili swali la pili naona amelijibu alipogusia Gachagua. Swali la pili amelijibu. Sababu nilikuwa nataka tu kujua mbali na kwamba kiongozi amekubali matakwa yao, kuna mambo mengine wanaangalia katika huyo kiongozi. Kwa hivyo hilo la pili amelijibu, lakini hili la kwanza lilikuwa na maanisha hivi. Yaani mtu ana interact na watu mitaani. Kuna malalamishi ya watu wa kawaida, bei za vitu zimepanda, vitu kama hivyo. Kuna kama vitu kama kuna wananchi wana malalamiko mengi kiufupi. Ndio nilikuwa namuuliza, ukikutana na rais wanamuelezea mambo kama hayo? Nimekuelewa. Asante sana, imeeleweka pale jamaa. Msengola. Tuko salama sana Tom. Karibu sana. Mimi naona kimaoni yangu viongozi wa kidini wanastahili kuwakama mataifa hili. Asiwe upande huu wala upande huu. Kwa sababu wale wanaowashughulikia sisi wananchi ambapo sisi ndio tuko na shida. Sisi ndio tunatekwa nyara. Sisi ndio tunanunua vitu bei ghali.
sisi ndio tunaenda hospitali tunakosa madawa. Sisi ndio tunakosa maji. Leo hao wasiwa na rai kama tena huwa wanamwelezea kuhusu mambo kama hayo. Haya, swali pale Msengola. Halo. Yes. Mheshimiwa. Uhuru anafanya Ruto anafanya kazi, yani ni mchapakazi, yani hapo sivyo yani. Unaitwa nani kutoka wapi? Jamani. Haya, Emmanuel pale, asante sana. Msengola. Hello. Yes, Mzafoka. Hapa kidogo mimi nilikuwa nimempa kongole mgeni wetu. Naam. Lakini mwisho ameharibu. Kwa sababu hii nchi ikichomeka, yeye ndio mtu wa mstari wa mbele kuunganisha. Na amekuja amesema Gachagua walimkataa. Umesikia vile ametumia hiyo neno? Walimkataa wakati aliitisha press conference akatukana Muislamu. Je, huyo mkubwa ya Muislamu alimsaidia rais kumshauri na mahali sisi tumefika? Nani angemshauri vizuri? Ni huyo mtu wa intelligence. Na ya pili, yeye anakuja anasema babake ule anaitwa Haji alikuwa waziri ambayo pia hakuwa amechaguliwa na Ruto. Waziri wa ulinzi. Sasa yeye anatuambia nini? Hapo amenikasiri. Mimi Muislamu lakini pole. Tutajibu pole. Wacha tuyajibu hayo kwa pamoja kiufupi, halafu tufunge. Mzafoka amekasirika sana. Ana haki yake ya kidemokrasia na kila mmoja na mtizamo wake wa kuangalia mambo. Naam. Okay, nafikiria mawili kiasi fulani yanaingiliana. Kuhusu je, Ruto ni mchapakazi? Ameuliza nafikiri katika swali tu. Na nikijibu na ule wa kwanza naweza sema kuna mizani ya kupima mtu. Nini mizani? Ukiniuliza kuhusu uongozi wa Rais William Ruto, wajua hakuna rais ambaye kwamba katika uongozi wake atapigiwa makofi na kila mtu. Ni nature. Kabla uingie watu watakutaka. Ukishaingia watu wanakuchoka. Ukishatoka watu wanakupenda. Umenifahamu Hii ni kama maumbile. Okay. Kuhusu uongozi wa Ruto. Tukiregeshana nyuma, akiingia katika uongozi, mwanzo nchi ilikuwa katika kiangazi, ilikuwa katika drought. Tusisahau tulikuwa tunatoka katika COVID-19. Tusisahau dola ilikuwa imefika 160 something. Hii yote amejaribu ku-stabilize kwa miaka minne ambapo kwamba amekuwa katika uongozi. Unajua mgale muwe na haki yake mpe. Si lazima muagri kila kitu. Tukija katika kupima katika uongozi yale ambapo kwamba amefanya. Ukija ana policy yake ya upande wa afya. Ana policy yake ya upande wa ukulima. Ana policy yake ya upande wa education, upande wa elimu. Kila moja ana policy ambayo kwamba anaweka katika uongozi wake. Tukija kuangalia in general, kwa yule ambaye kwamba ametaka kujua je, tunatosheka na maadamu ni Uislamu ama ni Muislamu, kila kitu tosha? La, tunaangalia na mengine ambapo kwamba kama haya ambapo kwamba tumejaribu kuelezea. Na kuhusu ndugu yetu wa mwisho, pole kama nimekukwaza, haikuwa madhumuni yangu, nia yangu. Ulimi ndo ulimi, hauna mfupa weza. Naam. Na hii ni kila moja ana mtizamo wake kwa kila jambo. Hapa nilijaribu kuzungumzia jambo la kwanza. Kitabu chetu kitakatifu kinatuambia waman yu'ta al-hikma faqad utiya khairan kathira.
yule ambaye kwamba amepewa hikma, wisdom, basi amepewa khairi nyingi. Hikma ni nini? Tushawaitaja hikma, sema ya sawa kwa njia ya sawa kwa wakati wa sawa. Katika mazungumzo ambayo kwamba aliyazungumza aliyekuwa naibu wa rais Gachagua, ile situation ambayo kwamba tulikuwa kwa wakati ule, hatuwezi sema ilikuwa ni right time, kwa sababu nchi tuliona ilikuwa imefika wapi. Kisha kiongozi ambaye kwamba wakati ule bado ni naibu wa rais atoe statement kama ile kwa wakati kama ule, tupime qualities za na tuwe na mizani, tusiende na hamasa ama feelings zitu ghilibu ama zituzidi. Ile statement hata kama alikuwa right, it was wrong time. Ni wakati ambao kwamba nchi ilikuwa kichwa chini miguu juu. Ni wakati ambao kwamba ilihitajika hikma itumike zaidi. Na sisi ni viongozi wa kuhubiri amani. Tuone mtu anapalilia ama anaasha moto ya kinyume na amani, ya uchochezi, bila shaka hatakuwa rafiki yetu, atakuwa kinyume na sisi, kwa sababu ipo haja tuwe ambassador na mabalozi wa kuhubiri amani. Na wakati ule nchi ilikuwa inahitajia amani. Ama upande wa pili wa shilingi ambao kwamba ameuona katika speech aliyoitoa mwanzo mpaka mwisho, na iko kwenye mitandao ya kijamii, haisahau bila shaka, mwanzo mpaka mwisho ilikuwa anamu-attack director wa NIS. Sasa tukija upande kama jamii ya Kiislamu, tulikuwa tunaona hapa tunaingiliwa, kwa sababu kwetu ni plus inclusivity, ni kiongozi wa Kiislamu amepewa madaraka. Kwa hivyo hapa kuna chuki fulani katika kiongozi wa Kiislamu. Isitoshe ni kiongozi anayesimamia idara wakati ambao kwamba Kenya inahitajia amani, na wewe unavunja amani ambao kwamba tunahitajia wakati wa hatari. Hizi ni katika baadhi. Naam. Sheikh, naona muda wetu pale autoruhusu, muda pale autoruhusu. Bila shaka dakika 2 tu tuweze kufunga pale. Sijui pengine kauli yako ya mwisho. Naomba hiyo kauli yake Bishop uirekodie hapo. Hiyo kauli yake ya mwisho Sheikh, naomba unirekodie hapo. Tusema uongee na yule Muislamu, uongee na yule Mkenya, yule Mpwani, una kauli gani kwake? Nasema if you fail to plan, you plan to fail. Ipo haja kama viongozi wa kidini tuweze kujipanga. Tukijipanga na sisi tutakuwa na sauti katika meza ya taifa, na tuwe ni wa kweli katika kuelekeza jamii, na tujali maslahi ya jamii kuliko kutanguliza maslahi yetu binafsi. Tutaanzisha mchakato ambao kwamba hatutarejea nyuma, ya kuhimiza Waislamu tuwe ni wenye kushika vitambulisho, na tuwe ni wenye kuchukua IBC voting cards, na sisi tuwe ni wenye kushiriki, sauti yetu iwe ni yenye kusikilikana. Na isitoshe tutakuwa ni wenye kutangaza amani, tutakuwa ni wenye kuhubiri amani, tutakuwa ni wenye kuombea taifa letu amani. Shukran sana Sheikh kwa kutenga muda wako na kuzungumza nasi. I think tutafuatilizia zaidi ili tujue hatua ambazo mtakuwa mmepiga, na utakuwa unakuja hapa mara kwa mara pengine kuelezea tu wananchi na wakazi wa Pwani kuhusu mahali mmefika, and then the way forward au watarajie nini. Otherwise Mungu awabariki sana. Nanyi pia na wasikilizaji pia. Naam, asante sana. Uwe na usiku mwema. Nanyi pia.